Habari za wakati huu, mtazamaji wa Chumbe TV, karibu katika taarifa yetu ya habari, ikiwa ni siku ya Jumatatu ya Disemba 29, 2025. Katika taarifa yetu ya habari leo utapata kuona yaliyojiri kwa siku ya leo kwenye habari za kitaifa, kimataifa. Pia tutaviangazia viunga vya michezo na burudani. Msomaji wako ni mimi Omar Abdallah. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, usisahau kugonga neno subscribe, kushare na kulike. Na tukianzia kwa habari yetu, tunaanzia hapa visiwani Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali itaendelea na mkakati wa ujenzi wa skuli za ghorofa ili kuwa suluhisho la kudumu la changamoto ya uhaba wa madarasa na uendeshaji wa skuli kwa mfumo wa shifti. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo wakati wa kufungua skuli mpya ya msingi ya Muungano iliyopo Kibanda Maiti, mkoa wa Mjini Magharibi, ikiwa ni shamra za maadhimisho ya miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar. Fursa hii kueleza kwamba serikali itaendelea kutoa kipaumbele kwa sekta ya elimu. Sekta ya elimu ndio itakuwa sekta mama, kwa sababu bila elimu mengine yote hayapo. Bajeti ya Wizara ya Elimu, nataka katika kipindi cha bajeti ijayo tufikie trilioni 1. Elimu itaendelea kuwa sekta mama ya huduma za jamii katika bajeti ya serikali. Tutaendelea kujenga skuli za ghorofa kama hii katika maeneo mbalimbali Unguja na Pemba. Lengo letu la kupunguza idadi ya shifti watoto wanaosoma liko pale pale. Tutahakikisha katika muda mfupi ujao watoto wote wanaingia kwa shifti moja tu. Kwa hivyo tutaendelea kujenga skuli hizi za msingi na ghorofa Unguja na Pemba, na sasa hivi tunavyozungumza skuli zinaendelea kujengwa. Lakini nichukue fursa hii nitoe shukrani na pongezi nyingi. Na hapa nataka kusema, ukiwa na majengo kama haya na facilities za ndani kama hizi, bila walimu mambo hayatakwenda. Kwa hiyo serikali itaendelea kuajiri, kipaumbele maalumu kitatolewa kwa ajira za walimu, hususan wa sayansi na hisabati. Ujenzi wa skuli hii ulitekelezwa kwa fedha za serikali ya Mapinduzi Zanzibar na ulijengwa na kampuni ya Foots Construction na kusimamiwa na ZBA, na gharama ya ujenzi huu ni shilingi bilioni 6.1, na ujenzi ulianza mwezi Mei mwaka 2023, na alhamdulillah leo tuko hapa tunasherehekea kufungua. Skuli hii ni ya msingi na ndio skuli pekee ya msingi yenye ghorofa 3 kwa sasa. Mjumbe wa kamati kuu ya halmashauri kuu ya CCM Taifa, ndugu Hemed Suleiman Abdullah, amewataka wananchi wa jimbo la Fuoni kutumia haki yao ya msingi kwa kumchagua mgombea wa ubunge wa jimbo la Fuoni, ndugu Asha Hussein Saleh, katika uchaguzi mdogo wa jimbo la Fuoni unaotarajiwa kufanyika Disemba 30, 2025. Amesema hayo katika hafla ya ufungaji wa kampeni za CCM zilizofanyika katika uwanja wa mpira Fuoni kwa kumnadi na kumwombea kura, na kusisitiza kwa kusema kuwa mgombea huyo ana sifa zote za kuwa mbunge wa jimbo la Fuoni na anaweza kuwatumikia akiwa anatambua changamoto zilizomo jimboni humo. Anafaa kuwa mbunge wa jimbo la Fuoni, anatosha, ameelekea kiubunge hivi. Mgombea ubunge wa jimbo la Fuoni ndugu Asha Hussein Saleh, uko mapema sana. Kazi zetu mbili tu. Ya kwanza ni kuamka mapema tukenda kupiga kura ya ndio kwa mgombea wetu. Lakini na kazi yetu ya pili ni kudumisha amani na utulivu ndani ya nchi yetu. Tukimaliza hayo, tuachie tume wafanye kazi yao, na mimi naamini kwa sababu tutashinda kwa kishindo. Hawa hawataki kushindwa kidogo, washindeni kama vile tulivyowashinda Kiwani na maeneo mengine. Unawapiga pande kubwa sana.
hata wakiunganisha mara 7 kura zao hazifiki. Ndio hapa Fuoni kitakachotokea. Kwa hiyo niwaombe wanafuoni tujitokeze mapema. Haya yote yatafanikiwa kwa kujitokeza mapema kwenda kumpigia kura mgombea wetu ndugu Asha Hussein Said. Tumekubaliana wanafuoni? Tunakwenda kumpa kura za ndio ndugu Asha? Barabara ziko ambazo tayari tumeshaziweka lami, lakini ziko barabara hatujamalizia kuziweka lami, na kuhakikishia ndani ya kipindi kifupi barabara zile tutaziweka lami. Nisingependa kuitaja moja moja kwa sababu nyingi, lakini kuna changamoto ya kituo cha afya. Anasema kimechakaa cha zamani, tunakivunja, tunaweka kituo cha kisasa kabisa, shughuli zote zitakamilika pale. Lakini ule mradi wa nyumba za kisasa Fuoni Kibondeni hapo, uko hapo, umo ndani ya jimbo la Fuoni. Msimamizi ni ndugu yangu Kaponda na ndugu Asha Hussein Saleh, tukimchagua. Tumeelewana? Kwa hiyo Fuoni mambo mazuri sana. Tulieni, acheni CCM ifanye kazi, endeleeni kuiamini CCM. Uchaguzi mdogo wa jimbo la Fuoni ni kufuatia kifo cha aliyekuwa mgombea wa jimbo hilo ambaye alifariki dunia tarehe 25 mwezi Septemba mwaka huu. Katibu Mkuu Wizara ya Afya Zanzibar, Mngereza Mzee Miraji, amesema zoezi la uchangiaji damu ni sadaka kubwa sana katika maisha ya mwanadamu, hali inayopelekea kuokoa maisha kwa wagonjwa wenye uhitaji wa damu. Na leo tunatarajia tunaweza tukakusanya unit 1000 ambayo tunaelekea kuzikamilisha zile 20,000. Lakini zoezi hili linatoa mwanga kwa sababu hapo Ramadhani mara nyingi mwitikio Ramadhani kwa damu unakuwa mdogo. Kwa hiyo mazoezi haya kuelekea Ramadhani yanatusaidia sisi wizara kujipanga ili tusije tukapata changamoto wakati wa Ramadhani. Na mazoezi mengine mawili tutafanya kabla ya Ramadhani ambayo yote inshallah yatakamilisha salama baada ya mwezi huu. Kwa hiyo wananchi wasio na wasiwasi, kipindi chote cha Ramadhani damu itakuwa. Kwa hiyo nitoe wito Mheshimiwa mgeni rasmi kwa washiriki wote waliopo hapa kuhakikisha kwamba kabla hatujaondoka tumeshiriki katika kutoa sadaka ya kuwafadhili wenzetu ambao wana mahitaji ya damu ili tuweze kuokoa maisha yao ambayo sasa yapo hatarini. Leo hii tumekutana hapa kwa niaba ya kuchangia damu. Jamani, hii ni sadaka na sadaka ni jambo jema. Kwa hiyo hili ambalo tumelifanya hapa ni sadaka kwa wale watu ambao wana mahitaji na hichi kitu. Jamani, kuchangia damu ni sadaka ambayo ipo siku na wewe utakuja kuhitaji sadaka kama hii. Kwa hiyo leo hii changia ili na wewe mwisho wa siku uje uchangiwe. Niko vizuri na na furaha kuchangia damu siku ya leo. Ujitokeze kwa wingi kuchangia damu kuokoa maisha ya watu. Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imesema ujenzi wa kituo cha afya Konde ni hatua muhimu ya kuongeza huduma za kibingwa kutokana na kituo hicho kitakuwa na vifaa muhimu vya matibabu na kuokoa maisha ya wananchi ikiwemo akina mama na watoto. Kituo hiki ni sehemu muhimu kabisa ya utekelezaji wa dhamira ya serikali ya kuhakikisha huduma bora za afya zinapatikana kwa karibu na wananchi, hususan kwa jamii ambazo ziko katika maeneo yaliyo mbali na huduma za rufaa. Kituo hichi, ndugu wananchi, kitakuwa ni hatua muhimu katika kuongeza huduma za afya za kibingwa karibu na wananchi wa Konde na maeneo ya jirani, hususan kwa wagonjwa wa dharura na wajawazito wasioweza kufika hospitali ya wilaya wakati wa dharura. Maana ni rahisi kusafirisha wataalamu kuja kutoa huduma katika kituo hichi ambacho kitawekewa miundombinu muhimu na vifaa vya kutoa huduma na kuokoa maisha kuliko kusafirisha mgonjwa wakati wa dharura. Serikali iliweza kutoa maelekezo kujikita katika maeneo makubwa matano. La kwanza ni kuhakikisha kuna miundombinu rafiki kwa utoaji wa huduma bora na za kisasa katika vituo vyote vipya 142. Pili, tuwe na watumishi wenye sifa na uwezo. Tatu, pawe na upatikanaji wa uhakika wa dawa na vifaa tiba vya kisasa.
4. Utoaji wa huduma ya afya kwa kutumia mifumo ya tehama katika vituo vyote 142. 5. Ni kuhakikisha pana uendelevu wa upatikanaji wa fedha za kugharimia afya ya msingi. Mheshimiwa mgeni rasmi, itakumbukwa kwamba kwa muda mrefu sana wananchi wa Konde wamekuwa wakipata huduma za afya katika jengo la zamani ambalo lilikuwa halikidhi vigezo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kituo hiki kipya ambacho umekiwekea jiwe la msingi muda mfupi uliopita kinajengwa kwa gharama ya jumla ya fedha za Kitanzania 6.2 bilioni ambazo zinatoka katika mfuko wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Tangu kwamba kituo kile kikikamilika kitakuwa na huduma zote na vifaa vyote. Hiyo ndio imani yangu na naamini hivyo. Hususan hicho ni kilio cha wananchi. Huduma ya uzazi kwa wanawake, ultrasound, hilo ndio kilio chao, ambayo huduma hiyo walikuwa waifuatia Micheweni muda mrefu au chaka tumbe. Imani yangu kituo kikikamilika na huduma hiyo itapatikana na mtaalamu watakuwepo masaa 24 kama lengo la kituo kilivyo. Wakazi wa kijiji cha Konde mkoa Kaskazini Pemba wameshukuru Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwa ujenzi wa kituo cha afya kitakachotoa huduma kwa wakazi wa kijiji hicho pamoja na vitongoji vyake. Nikiwa ni mwananchi wa jimbo la Konde, tunajivunia kuwepo kwa kituo hichi kwa sababu kituo kilichokuwapo kilikuwa ni kidogo ambacho kilikuwa hakikidhi haja hasa sisi wanawake. Ndio kwa siku wajifungua wazazi zaidi ya 10 tulikuwa tunakaa chini. Mtu anza kujifungua analala chini na mtoto mchanga. Lakini ujio wa kituo hichi ambalo ni daraja la pili, basi sisi kwetu ni faraja. Tunamshukuru Rais kwa kutujengea neema hii ya uzazi. Kutuwekea ambulance itatusaidia sana kina mama tutakapoingiwa na uchungu kwa yetu sisi mpaka kwa wenzetu, majirani, ni kila kitu. Kwa hiyo tunashukuru. Najua kituo cha afya ambacho kilichokuwepo kilikuwa ni kituo cha kawaida, na niseme Dr. Mwinyi kwa kuona na kuwajali na kuwapenda wananchi wake kaona bado aongezee kituo kingine cha afya ambacho ni G+2. Sawa, na kituo hichi kitahudumia wananchi kutoka ngazi mbalimbali. Bunge na mwakilishi wa jimbo la Tumbatu wameshukuru Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kuhakikisha wananchi wa kisiwa cha Tumbatu wanasogezewa huduma za kijamii ikiwa ni pamoja na skuli sambamba na vituo vya afya ili kuepusha changamoto za wananchi wa kisiwa hicho kufuata huduma katika masafa marefu. Nakumbuka nilizaliwa hapa, nilisoma hapa, shule hiyo hapo. Machozi yananibubujika. Sikuamini kama leo litatokezea kwa na jambo kubwa na muhimu kama hili. Na miaka 47 iliyopita nyuma, inasikitisha sana, watu tofauti walikufa, wengine wapendwa wetu, kwa ajili tu ya kupelekwa kivunge. Leo mambo yote mazuri yanofanana na mambo hayo ya mjini yanafanywa ndani ya Tumbatu. Hatuthamini juhudi hizi, hata kama uwe mpinzani kwa juhudi hizi. Nimezaliwa hapa ndani, haifai mambo mengine, lakini mengine kinehe. Tukubali kwa juhudi hizi zilizofanywa. Kwa kweli, Mheshimiwa Makamu, tupelekee salamu kwa wazee hao walokuja, wameacha kazi zao za kwenda kuvua, wamelithamini tukio hili. Natamani kulia juu ya hili. Hakuna maendeleo yoyote ambayo yametokezea pahala popote zaidi ya haya. Nimekwenda hadi Ulaya, watu wote huwaza kama hivi maendeleo. Watu wapinzani wasiwapotoshe watu. Nasema kwa hisia, mambo makubwa ambayo yamefanywa. Barabara ipo, shule pale tumefanya mpaka israf. Ghorofa 2 hazina watu wa kusoma. Tulisoma kwenye mashimo pale, kwenye mashimo, sio bwana tukitaka. Leo hii natamani ningerejea tena ili nikasoma vizuri zaidi, nikapata division 1. Asante sana. Lakini sisi wananchi wa Tumbatu hatunung'uniki kwa serikali hii hata siku moja.